Tunafanya programu hii ya Go Green na Imbeju kwa kushirikiana na TACA TDP ambao ni Tanzania Agriculture Climate Adaptation Deployment Program, ambayo ndani ya benki ya CRDB inasimamiwa na wenzetu wa Sustainable Finance. Lakini pia tunafanya kwa kushirikiana na mfuko wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi pamoja na Fursa Hub ambao wao ndio wametutengenezea mfumo ambao tumeutumia katika kuendesha mchakato huu maalum kwa ajili ya ujasiriamali na biashara changa za vijana. Na kwa kweli mfumo umetusaidia sana kuweza kupata majibu kwa mapema na kuwezesha ushiriki wa vijana wengi sana, na leo tutaweza kushare. Uzinduzi huu ambao tuliufanya pale tarehe 12 mwezi wa pili Dodoma, ulikuwa ni sehemu ya jitihada pana za kuunga mkono utekelezaji wa Dira ya Maendeleo ya Taifa ya 2050 ambayo inalenga kujenga uchumi jumuishi, shindani na unaojali mazingira kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Katika uzinduzi huo tulipata heshima kubwa sana ya kuungana na Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, mbunge, waziri wetu wa mipango na uwekezaji, ambaye ndiye alikuwa mgeni rasmi wa hafla hiyo. Mheshimiwa waziri hakutoa tu baraka za serikali kwa programu hii, bali pia alitufungulia rasmi dirisha la maombi kupitia jukwaa la kidijitali la Fursa Hub, hatua iliyowezesha vijana na wajasiriamali kote nchini kuwasilisha miradi yao pamoja na biashara zao zinazolenga katika suluhisho la kijani. Napenda kutumia fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Kitila Mkumbo kwa kutunga mkono na kuunga mkono juhudi hizi za uwezeshaji wa vijana na wajasiriamali nchini. Lakini vile vile kipekee na kwa heshima kubwa tunatoa shukrani zetu za dhati kwa serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuweka mazingira wezeshi kwa sekta binafsi na taasisi za maendeleo kushirikiana na serikali katika kujenga uchumi jumuishi na endelevu. Na kama mnavyoona mbele yetu, tuna heshima kubwa ya kuwa na viongozi kutoka serikalini, lakini pia kutoka katika taasisi mbalimbali za serikali. Na hili linatufanya utekelezaji wa miradi hii au programu hizi tunazozianzisha uende kwa haraka na serikali iweze kujua kile ambacho sisi kama sehemu ya private sector tunaweza kuongezea katika mambo mengi makubwa na mazuri ambayo wanayafanya. Programu ya Go Green na Imbeju imeanzishwa kwa lengo la kuhamasisha na kuendeleza ujasiriamali na biashara changa za vijana zinazotumia ubunifu kutatua changamoto za mazingira na wakati huo huo kutoa fursa za ajira na ukuaji wa uchumi katika nchi yetu. Tunatambua kuwa dunia sasa inapita katika kipindi muhimu ambapo changamoto za mabadiliko ya tabia nchi zimekuwa zikiongezeka na kuathiri sekta nyingi za uchumi ikiwemo kilimo, nishati, uvuvi, maji na mifumo ya ekolojia. Kwa Tanzania, changamoto hizi zina athari kubwa hasa kwa vijana wengi ambao wanategemea sekta ya kilimo, uvuvi na biashara ndogo ndogo kama chanzo cha kipato chao. Hivyo basi, tuliona ni muhimu kuanzisha mpango maalum ambao utasaidia vijana kutumia ubunifu wao na kugeuza changamoto hizi za kimazingira kuwa ni fursa za kujijengea kiuchumi na kuanzisha biashara nyingi ambazo zinaweza kwenda kuwasaidia kuwa sehemu ya ajira yao au sehemu ya kujipatia kipato. Kupitia programu hii ya Go Green na Imbeju, tunalenga kuwawezesha vijana ambao wako katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni vijana wanaomiliki kampuni changa, yani startups. Kundi la pili ni vijana wajasiriamali na wafanyabiashara ndogo ndogo na wale ambao biashara zao hazijarasimishwa. Na kundi la mwisho ambalo ni la tatu
ni vijana ambao bado wako vyuoni, lakini wana mawazo ya biashara ambayo yanaweza kugeuzwa kuwa biashara halisi. Makundi yote haya matatu yanatakiwa yawe na ubunifu au biashara ambazo ziko katika uelekeo wa uchumi wa kijani, kama vile kilimo himilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, uvuvi, matumizi ya nishati safi na jadidifu, teknolojia za maji na umwagiliaji, usimamizi wa taka na mazingira, pamoja na ubunifu wa kidijitali unaosaidia kulinda mazingira yetu na kuboresha uzalishaji. Kupitia Go Green na Imbeju, washiriki wa programu wanapata fursa ya kujifunza, kuboresha mawazo yao ya biashara, kupata ushauri kutoka kwa wataalamu na hatimaye kupata uwezeshaji wa kifedha utakaosaidia kukuza miradi yao, lakini pia kuunganisha na masoko mbalimbali pamoja na wawekezaji. Baada ya uzinduzi wa programu hii na kufunguliwa kwa dirisha la maombi tarehe 12 Februari, tulishuhudia kiwango cha mwitikio kutoka kwa wajasiriamali, biashara changa na vijana mbalimbali ambao ulikuwa ni mwitikio mkubwa kabisa. Katika kipindi cha mwezi mmoja tu tangu dirisha la maombi kufunguliwa, tumepokea jumla ya maombi ya miradi mbalimbali 3967 ambayo yaliwasilishwa kupitia kwenye ule mfumo wa fursa app. Hii ni ishara tosha kwamba vijana wa Tanzania wana uwezo na wana mawazo mengi bunifu, lakini kubwa, wana uthubutu wa kujaribu fursa mbalimbali ambazo wanaletewa. Uchambuzi wa awali wa takwimu uliofanywa na mfumo moja kwa moja unaonyesha kuwa 58% ya waombaji ni vijana wa kiume na 42% ya waombaji ni vijana wa kike. Lakini nitataja mikoa 10 ambayo imeongoza kwa vijana wake kutuma maombi. Mkoa wa kwanza ni Dar es Salaam, ikifuatiwa na Dar es Salaam, jipigeni makofi, ikifuatiwa na Dodoma. Mwanza imeshika nafasi ya 3, Iringa nafasi ya 4, Morogoro imeshika nafasi ya 5, Arusha nafasi ya 6, Zanzibar imeshika nafasi ya 7, Pwani nafasi ya 8, Mara nafasi ya 9 na Kilimanjaro imeshika nafasi ya 10. Hii inaonyesha kwamba tuna vijana katika maeneo mbalimbali ambao wana uwezo na wanatamani na wana kiu cha kujiendeleza. Baada ya kupokea maombi na kufanyika kwa uchambuzi wa awali kupitia kwenye mfumo wa fursa hub, hatua inayofuata sasa ni tathmini ya kiufundi, yani technical review, na tathmini hii itafanywa na jopo la wataalamu kutoka CRDB Bank Foundation, CRDB Bank, COSTECH, ICTC, Wizara ya Maendeleo ya Vijana na Ofisi ya Makamu wa Rais Mazingira, ambao watafanya tathmini ya maombi haya kwa kuzingatia vigezo mbalimbali ikiwemo ubunifu wa wazo la biashara, uendelevu wa mradi ambao ukipatiwa fedha uweze kujiendeleza na kujiendesha, uwezo wa biashara yenyewe kujiendesha na kurudisha ule uwezeshaji, lakini tungependa pia biashara hii ikikua iwe na fursa ya kutoa ajira kwa vijana wengine, lakini la mwisho, na najua wanayo mengi, mchango wake katika utunzaji wa mazingira. Zoezi hili tunatarajia litachukua muda wa wiki moja tu.